Yesu asifiwe. Niwakaribishe wasikilizaji wa Maranatha Ministry katika kipindi chetu cha siku hii ya leo. Ni wasaa mwingine ambapo Bwana ametupatia fursa ya kuendelea kujifunza, na siku hii ya leo tutaendelea kutazama somo letu ambalo tulianza kulitazama katika kipindi kilichopita, na somo hili linahusu ujumbe wa kuishi mashambani. Na katika kipindi hiki tutakwenda kutazama jambo la msingi sana ambalo linaitwa ishara ya kuhama miji na kwenda mashambani. Ishara au dalili ambayo Mungu ameitoa ili kusudi watu wake waweze kutoka katika miji mikubwa na kwenda maeneo ya mashambani. Kabla ya kuanza somo letu la siku hii ya leo, ni waalike kwa neema ya Kristo, popote mlipo, mnapopata fursa kupiga magoti pamoja nami, itakuwa ni jambo jema. Lakini kama haitawezekana kupiga magoti, basi unaweza ukainamisha uso wako tupate kuomba ili tualike uwepo wa Kristo uweze kuwa pamoja nasi tunapoanza somo letu la siku ya leo. Karibuni sana. Tuombe. Baba yetu mtakatifu, Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Asante kwa nafasi hii ambayo umetupatia kujifunza. Tunashukuru kwa ajili ya namna ya kipekee ambapo umeruhusu kwa njia hii ya mitandao Injili iweze kuhubiriwa na watoto wako mahali popote walipo waweze kupokea ujumbe na kutuandaa kwa ajili ya marejeo ya Kristo ya mara ya pili. Tunapohitaji kutafakari somo la kuishi mashambani na kutazama ishara ambayo umeandika katika maandiko matakatifu, ili kusudi tutakapoiona hiyo iweze kuwa ni nafasi kwetu kuondoka katika miji mikubwa, basi tupatie uelewa sahihi wa somo hili na wote tukapate kuelewa mapenzi yako na kuyatendea kazi. Tulioko hapa tunaomba utubariki, lakini wale watakaosikiliza na kutazama kwa njia ya mitandao nao pia wabariki kwa namna kipekee sana. Asante Bwana kwa sababu wewe ni mwema na tunajua utatubariki mwanzo mpaka mwisho. Tunaomba kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Basi niwaalike, hakikisha una Biblia yako, na kama pia una nafasi ya kuandika unaweza ukatafuta mahali ambapo itakuwa ni rahisi kuchukua hizi kumbukumbu, ili wasaa unapopata muda wa kujifunza na mtu mwingine pia iwe rahisi kwako kumuonyesha katika maandiko matakatifu kile ambacho umekipata. Tunajua katika kipindi hiki tunachoishi tulitazama mambo mbalimbali. Tunajua tunaishi wakati wa mwisho, na katika historia ya Biblia na mpango mzima wa ukombozi tunajua wakati wa mwisho ulianza mwaka 1798. Lakini wakati wa mwisho una hatua zake. Kuna mwanzo wa wakati wa mwisho na kuna mwisho wa wakati wa mwisho. Kipindi hiki tunachokiishi, tunaishi nyakati za mwisho kabisa kufunga historia ya dunia hii. Ni dhahiri kwamba Kristo amekaribia sana kuja kulichukua kanisa lake. Lakini Yesu hawezi akaja akatuchukua na kutupeleka mbinguni kama tulivyo hivi tu. Ni lazima kuwe na kazi ya matayarisho, lazima kuwe na kazi ya matengenezo yanayopaswa kufanyika miongoni mwa watu wake. Lazima kanisa lake liwe na maandalizi ya kusafiri kutoka duniani hapa na kuelekea mbinguni. Katika ulimwengu wetu huu, kila mara mtu anapotaka kufanya safari, lazima kunakuwa na maandalizi ya safari. Hakuna mtu tu anayeamka asubuhi na kubeba mabegi na kuelekea stendi kupanda basi, haiwezekani. Lazima kuwe na nini? Na maandalizi ya safari. Hivyo basi, safari yetu ya kutoka duniani hapa kuelekea mbinguni lazima iwe na maandalizi. Katika kila kipindi ambapo Mungu anawaita watu kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine, kutoka kwenye mfumo mmoja wa maisha na kuelekea kwenye mfumo mwingine wa maisha, Mungu siku zote huwa anatoa maandalizi kwa watu wake. Anawapatia kazi ambayo inawasaidia kufanya matayarisho kwa ajili ya hiyo safari. Mfano, ukirudi katika kitabu cha Kutoka, unaposoma habari za wana wa Israeli walipotoka Misri kuelekea Kanaani, Mungu alihitaji pia kuwe na matayarisho, kuwe na maandalizi, na kuna hatua mbalimbali ambazo Mungu alikuwa amewapatia wana wa Israeli ili kusudi waweze kuwa na matayarisho ya kutosha kuwasaidia kuweza kuishi Kanaani. Na hivyo Mungu alitumia hata muda mrefu zaidi, takribani miaka 40, kizazi kimoja cha wana wa Israeli kubakia jangwani ili waweze kupata matayarisho sahihi ya kuwafanya wafae kuishi Kanaani. Na hivi Mungu katika nyakati hizi za mwisho anahitaji kutuchukua kutoka hapa duniani na kutupeleka Kanaani ya mbinguni. Lakini
ili tuweze kufika Kanaani ya mbinguni, ni lazima kwanza tuweze kuwa na uzoefu wa mbinguni tukiwa hapa duniani, ili makusudi sasa tuweze kuchagua kama tunaenda huko au hatuendi. Na Mungu anaruhusu kanuni za mbinguni ziweze kufahamika katika hii dunia, tuanze kuziishi hizo kanuni na tuone kama tutaweza kukaa pale au hatutaweza kukaa pale. Kwa hiyo ujumbe huu wa kuishi mashambani ni moja kati ya matayarisho ya msingi sana kutusaidia kuweza kuihama hii dunia na kwenda kuishi mbinguni. Ndiyo maana unaposoma kitabu hiki cha kuishi mashambani, hapa chini kimeandikwa kipande kidogo cha mbinguni. Kwa hiyo somo la kuishi mashambani tunajifunza kipande kidogo cha mbinguni. Tuliweza kuona katika somo lililopita kwamba Mungu angeweza kumjengea Adam mji mkubwa, angeweza kumjengea magorofa na mabarabara na kumpatia magari na thamani ya vitu ambavyo tunaviona wewe na mimi katika ulimwengu wetu huu leo. Ila Mungu alichagua maisha ambayo Adam ataweza kumjua Mungu. Maisha hayo yalikuwa ni maisha katika bustani, maisha katika shamba, maisha katika asili. Ina maana Adam kuanzia asubuhi mpaka jioni, siku 7 za wiki, angeweza tu kutazama vitu ambavyo vimeumbwa na Mungu. Angeweza kusikiliza sauti za ndege, angeweza kutazama anga hewa, angeweza kutazama anga na kutazama vitu mbalimbali vya asili ambavyo Mungu ameviweka kwa uwezo wake. Na hivyo Adam, kwa kadiri ambavyo angeendelea kutazama vitu hivyo, basi angeweza kurudisha sifa na shukrani kwa muumbaji wake. Unajua, katika miji mikubwa unapotazama majengo jinsi yalivyojengwa na Wachina, unapotazama magari yalivyotengenezwa na Wajapani, unapotazama vitu mbalimbali vilivyotengenezwa na teknolojia za dunia hii, ni dhahiri kwamba unawashukuru na kurudisha sifa kwa wale waliovitengeneza vile vitu. Na maandiko yanatuambia kwa kutazama tunabadilishwa. Kwa hiyo kwa kutazama kila siku vitu ambavyo vimetengenezwa na dunia, tunabadilishwa kufanana na dunia. Na kwa kadiri ambavyo tunavitazama na kuvitafakari vitu vilivyoumbwa na Mungu wetu, tunabadilishwa kufanana na yeye aliyeviumba. Kwa hiyo Mungu anatuambia ahadi katika kitabu cha kuishi mashambani. Anasema tunapoishi katika mazingira ya asili, kwa kuvitafakari vitu ambavyo ni kazi ya mikono ya muumbaji wetu, maandiko yanasema pasipo kujua tutabadilishwa kufanana na yeye aliyeviumba. Kuna wakati unaweza kaona, mbona sipigi hatua? Mbona sioni mabadiliko? Ila Mungu anataka uwepo hapo, unapobakia hapo kila siku, unapokuwa unafanya kazi ya kutafakari vitu hivyo. Mungu ametoa ahadi kwamba tunaweza tukabadilishwa kufanana na yeye aliyeviumba hivyo vitu. Sasa ujumbe wa kuishi mashambani, jambo la msingi tunapaswa kulijua kwamba ni ujumbe tangia mwanzo Mungu alipofanya uumbaji. Na anapoenda kukamilisha ukombozi, anahitaji wanadamu turejee tena katika mpango wake. Sio kuishi mashambani tu. Ndio maana tunasema hii kuishi mashambani ni hatua ya 6, ambapo hatua ya 7 inaitwa ni kuongoa roho. Katika hatua ya kwanza kabisa tuliona ni ibada. Hatua ya pili ni chakula. Kwa hiyo kwa nini tunarejea chakula cha mwanzo ambapo Mungu alifanya uumbaji? Ni kwa sababu tumekaribia sana ile Edeni. Kwa hiyo Edeni iliyotolewa hapa duniani, iliyotwaliwa hapa duniani, Mungu anahitaji kuirejesha tena. Na kama Mungu anahitaji kuirejesha ile Edeni, lazima arejeshe na wakazi wanaofanania hiyo Edeni. Kwa hiyo Mungu anahitaji kutusaidia tuweze kufikia hatua ile ya Adam aliyokuwa nayo kabla hajaanguka dhambini. Na hivi ili tuweze kufikia hatua hiyo, sio tu katika chakula, sio tu katika muonekano wa vitu, lakini vile vile ni katika swala gani? Katika swala la maisha. Maana Adam katika chakula tunajua alikula chakula gani. Katika ibada tunajua Adam aliweza kufanya ushirika na Mungu. Lakini kuna swala zima la elimu. Mazingira yake aliyokuwa naishi, alipata mafunzo maalum ambayo yangemsaidia kujifunza katika asili na kumjua Mungu muumbaji. Hivi Mungu anatuambia hata katika kipindi hiki ni lazima tujifunze elimu ya kweli na kazi ya kweli. Kwa kadiri ambavyo unajifunza elimu ya kweli, itakusaidia kujua kazi gani ya kufanya. Hakuna mtu anayefanya kazi bila elimu. Hata fundi wa kutengeneza simu amepata elimu. Haijalishi umepata elimu kwa muda gani. Kuna mtu amepata elimu ya kubeba mizigo, wale makuli. Anaambiwa bwana, ili ubebe mzigo lazima uiname hivi, lazima ukae hivi. Kuna namna anaelekezwa ili aweze kubeba mzigo na kuweka kwenye gari. Akikosea anaweza kavunja shingo. Kwa hiyo nayo ni elimu. Kwa hiyo Mungu pia anatufundisha elimu ya kweli
ili tufanye kazi ya kweli. Hata Adam alipewa elimu ya kweli na akafanya kazi ya kweli ya kuitunza bustani. Kwa hiyo bustani asingeweza kuitunza bila kupata mafunzo maalum. Kwa hiyo katika hii hatua ya 6, Mungu Baba anataka kutufundisha swala zima la kuishi mashambani. Lakini swali limekuwa likiulizwa, ni wakati gani hasa wa kwenda mashambani? Kuna watu wamesema muda bado. Kuna wengine wamesema tutaenda mpaka sherehe Jumapili kitangazwa. Wengine wamesema tuende kabla ya sherehe Jumapili. Lakini Biblia iko wazi, roho ya unabii iko wazi, haijakaa kimya. Ni vizuri sisi nasi tukachunguze maandiko matakatifu, tukajionee maandiko yanasema nini kuhusiana na somo hili la kuishi mashambani. Lakini kama haya yote utayajua, jua tu kuishi mashambani ni mpango wa Baba yetu wa mbinguni. Ni kurejeshwa katika sura ile ambayo Mungu alikuwa ameitengeneza mwanzo kwa mwanadamu. Na dhambi ilikuja kuondoa sura ya Mungu katika mwanadamu. Na mpango wa ukombozi ni kurejesha kikamilifu sura ya Mungu kwenye maisha ya mwanadamu. Na tunapozungumzia sura, tunazungumzia tabia ya Mungu. Sasa twende pamoja tukatazame. Kuna nukuu hii moja nzuri sana. Inapatikana Shuhuda kwa Kanisa gombo la 5. Na ule ukurasa wa 464 na 465. Hii Shuhuda ya Kanisa imeandikwa mwaka ule 1885. Tunataka tuone hapa. Nimeweka katika lugha zote mbili. Hebu tuanze kusoma katika lugha ya Kiswahili. Tuitazame hii nukuu. Pia inapatikana kitabu cha Matukio ya Siku za Mwisho katika ule ukurasa wa 96. Na hapa unasoma katika ile sura ya 8. Na sura ya 8 unasoma katika zile paragrafu za mwisho kabisa katika sura hii ya 8. Na hapa maandiko matakatifu yanasema maneno yafuatayo. Naomba tusikilize kwa makini, maana hii nukuu wengi wametumia vibaya na hata tulikuwa tunaelewa tofauti. Ila Baba wa mbinguni anataka tuweze kuielewa katika namna sahihi, ili kusudi asiwepo hata moja atakayekosea katika jambo hili. Kwa sababu jambo hili ni jambo la uzima na mauti. Ndio maana Mungu anasema tusihatarishe roho zetu kwa kubakia katika miji. Na mahali pengine amesema kwamba usione kama ni hasara Mungu anapokuita utoke katika miji na kwenda mashambani. Tena anaongezea kwa kusema ni afadhali kupata hasara katika ulimwengu huu kuliko kupata hasara ya roho zetu. Ndio maana Kristo anauliza swali, mtu atatoa nini ili kuweza kutoa fidia ya nafsi yake? Tukipoteza nafsi tumepoteza kila kitu. Lakini Bwana ashukuriwe, kwa sababu ukipoteza mali, Mungu pia anaweza akakupa mali. Ayubu alipoteza kila kitu katika dunia hii, ila Mungu tena alimpatia mara 2. Kwa hiyo tusione ni hasara kupoteza mali za dunia hii. Ndio maana hata msemo wa kidunia unasema hasara roho, pesa ni makaratasi. Yaani kitu pekee ambacho ni hasara ni roho yako. Lakini pesa zinapita. Muda sio mrefu dunia tunaweza kusema pesa hizo mlizonazo kwa sasa hazifanyi kazi. Hiyo ni sentensi moja kwa wakati mmoja. Pesa zote ambazo watu wamezirundika zinakuwa hazina kazi. Lakini Mungu anataka tuweze kutengeneza mahusiano na yeye kila siku, hatua kwa hatua. Alafu tukishatengeneza hayo mahusiano, huyo Mungu ambapo wewe dunia hii imetufundisha kwamba ili tupate mahitaji lazima tuwe na nini? Na pesa. Yaani huu ndio ukweli. Kwamba nikienda dukani, nikitaka nguo lazima niwe na pesa. Nikitaka chakula lazima niwe na pesa. Kila kitu katika dunia hii kinategemea pesa ili uweze kupata hayo mahitaji. Ila Baba wa mbinguni anahitaji kutufundisha kwamba mahusiano na yeye, hayo ndiyo atakayeweza kutusaidia kutupatia mahitaji kipindi pesa itakapokuwa haina uwezo kutupatia mahitaji. Pale Eden pesa haikuwepo kuwapatia wanadamu mahitaji, ila Mungu aliweza kutoa chakula, aliweza kutoa hewa, aliweza kutoa usingizi, aliweza kutoa furaha kwa wanadamu wake, vile tu walivyokuwa na mahusiano mazuri na yeye. Baada ya kutenda dhambi, furaha ikaondoka, ile hali nzuri ya kimaisha ikaondoka. Wana wa Israeli jangwani wameishi miaka 40, hakuna hata mmoja aliyekuwa tajiri kusema kwamba kwa kuwa na fedha naweza nikanunua mana. Hapana, mana ilikuwa inaanguka bure, walikuwa nakula bure kabisa. Hii ndio namna ambavyo Mungu anahitaji kutufundisha hatua kwa hatua kutengeneza mahusiano na yeye, kwa sababu katika kitabu cha Ufunuo sura ya 13 inatuambia unafika wakati ambapo hakutakuwa na kuuza wala kununua kwa wale watakaokataa kuzivunja amri za Mungu. Hao watu Mungu ataweza kuwapitisha katika mfumo wa maisha ambao hauhitaji fedha.
Dunia itashangaa inaona watu wanaendelea kuishi. Watu wanaishi mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, wanaendelea na maisha, wanavaa, wanahubiri, wanasafiri kwenda mahali mbalimbali. Maana injili itabidi iende mahali mbalimbali. Nilitoa kisa kidogo mfano uliopita, katika somo uliopita. Nikasema tazama huu mfano. Mungu alipomchukua Filipo, anamtoa hapa Filipo, anamuinua tu kwa malaika wake mtakatifu, anampeleka kwa Mkushi, anahubiri injili, anamtoa tena, anampeleka mahali pengine. Huu ni uwezo wa Mungu kwa wale ambao walikuwa na mahusiano kamili na Mungu. Kwa hiyo sasa hivi tunatumia fedha kupata mahitaji, ila lengo letu Mungu anataka tuweze kufikia kwenye uhusiano kamili na yeye, ili fedha itakapokoma Baba wa mbinguni tuwe naye karibu. Sasa ninasema hili jambo ni jambo la kufa na kupona, ni jambo la uzima na mauti, na Mungu atusaidie tuzingatie onyo hili, kwa sababu muda ndio huu. Hebu tutazame hii nukuu hapa. Inasema maneno yafuatayo katika ukurasa wa 96 kitabu hiki cha Matukio ya Siku za Mwisho. Maandiko matakatifu yanasema hivi, katika kichwa kidogo kinasema dalili za kukimbia kutoka mijini. Dalili za kukimbia kutoka mijini. Inasema hivi, wakati hauko mbali sana ambapo kama wale wanafunzi wa kwanza, wakati hauko mbali sana kama vile wale wanafunzi wa kwanza, tutalazimika kutafuta kimbilio katika mahali pa ukiwa na upweke. Anaendelea, kama vile kuzingirwa kwa Yerusalemu kwa wanajeshi wa Kirumi ilivyokuwa ishara ya kukimbia kwa Wakristo wa Uyahudi. Kwa hiyo hapa tunaanza kupewa ishara ya kufanana katika kuharibiwa kwa Yerusalemu na katika kuharibiwa kwa dunia hii katika mara ya mwisho kabisa. Hebu tusome hapa tena, anasema hivi, kama vile kuzingirwa kwa Yerusalemu kwa wanajeshi wa Kirumi ilivyokuwa ishara ya kukimbia kwa Wakristo wa Uyahudi, vivyo hivyo kujitwalia mamlaka kwa taifa letu, yani Marekani, kwenye mabano ameandika hivyo, katika amri inayolazimisha Sabato ya kipapa, yani Jumapili, itakuwa ni onyo kwetu. Anaendelea, anasema hivi, huo ndio utakaokuwa wakati wa kuihama miji mikubwa, ikiwa ni maandalizi ya kuihama miji midogo kwa ajili ya kwenda kwenye makazi ya maficho katika maeneo yaliyojitenga miongoni mwa milima. Sasa hii nukuu tukisoma haraka haraka ni kama vile tunaona kumbe wakati wa kwenda mashambani ni wakati ambapo taifa la Marekani litakuwa limepitisha sheria ya Jumapili. Lakini nukuu haisemi hivyo. Nukuu hapa inatoa neno moja la msingi sana. Hebu soma kwa lugha ya Kiingereza. Anasema hivi, the time is not far distant. Anasema muda hauko mbali sana. Amerudia vile vile kama pale, lakini nataka nile neno la msingi ambalo linasema hivi, inasema kwamba kwa Kiswahili amesema hivi, kama vile kuzingirwa kwa Yerusalemu kwa wanajeshi wa Kirumi ilivyokuwa ishara ya kukimbia kwa Wakristo wa Uyahudi, anasema vivyo hivyo kujitwalia. Neno hilo kujitwalia, hasa tafsiri yake hiyo inaweza isiwe sahihi sana. Anasema kujitwalia mamlaka kwa taifa letu, yani Marekani. Na hapa tunapozungumzia Marekani kujitwalia mamlaka, Marekani inatoa mamlaka ya nani? Marekani inaposema kujitwalia mamlaka ni wakati ambapo Marekani itajitwalia mamlaka ya kimbingu. Ndio maana yake. Yaani kubadili sheria ya Mungu ni kujitwalia mamlaka ya kimbingu. Sasa je, huo ndio unapaswa kuwa wakati wa sisi kukimbia pale ambapo Marekani itakuwa imejitwalia mamlaka? Hilo ndio swali. Hasa kwa Kiingereza amesema, so the assumption of power on the part of our nation. Anasema assumption of power. Sasa tafsiri nyingine hapa tunaweza tukaileta kama ifuatavyo ili tuweze kuelewa kwa uzuri. Anasema kwa hivyo kudai mamlaka, sio kujitwalia, kudai mamlaka na nguvu ya upande wa taifa letu, yani taifa letu anazungumzia Marekani, litakapokuwa linadai mamlaka, na hii mamlaka sio nyingine bali ni mamlaka ya kimbingu. Na katika mamlaka ya kimbingu, mbingu ili tuseme ina mamlaka ni katika sheria yake. Yani Mungu, tunaposema Mungu ni Mungu mwenye mamlaka, ni anapodhihirisha sheria yake. Na mwanadamu anapoenda kuigusa moja kati ya sheria za Mungu, anachukua mamlaka ya kimbingu. Sasa hii assumption, yani ile nadharia sasa tunazoanza kuziona tetesi kwa maana nyingine za kuchukua mamlaka kwa taifa la Marekani,
Hiyo inapaswa kuwa ishara kwamba watu wa Mungu wanapaswa kuondoka kwenye miji mikubwa na kwenda katika maeneo ya nje ya miji, yaani mashambani. Sasa swali hapa la msingi ni kwamba mbona amefananisha kipindi hicho pamoja na kipindi kile cha wanafunzi walipokuwa wamepewa dalili za kuondoka pale Yerusalemu? Hili ni swali la msingi na ni muhimu kulifahamu. Sasa bila kupoteza wakati, natamani twende tukatazame, tuone, kwa sababu ametuambia hapa kwenye hii nukuu yetu, inasema hivi: wakati hauko mbali sana ambapo kama, anaposema kama, analeta ufananisho. Anasema kama wale wanafunzi wa kwanza tutalazimika kutafuta kimbilio katika mahali pa ukiwa, pa upweke. Sasa swali ni hili: wanafunzi walipokuwa wanatafuta kimbilio katika mahali pa upweke, kwanza walikuwa wanaishi katika Yerusalemu. Cha kwanza, ni wakati gani wanafunzi wa Kristo walitafuta kimbilio katika mahali pa upweke, ili tuweze kujua na sisi hili jambo linakuja kwetu wakati gani? Hapa ni mahali pa msingi sana. Pambano kuu itatupatia majibu katika sura ile ya kwanza, inaitwa uangamivu wa Yerusalemu au kuangamizwa kwa mji wa Yerusalemu. Hapa Mwokozi alikuwa ametoa ishara na dalili ambazo wanafunzi wangezitazama, wangejua kwamba wakati sasa umefika wa sisi kuondoka hapa Yerusalemu na kwenda mbali na mazingira haya. Katika Mathayo sura 24, unaposoma kuanzia mstari wa kwanza, Biblia imetoa mtiririko mzima wa matukio ambayo yangetokea kabla ya Yerusalemu kuangamizwa. Lakini pia pale tunapata kielelezo cha jinsi dunia itakavyoangamizwa. Kwa hiyo kuna ufanano wa mambo hayo. Sasa maandiko yanasema katika ule ukurasa wa 30, nitasoma hadi ukurasa wa 36, ile tutasoma kipengele kwa kipengele na kukielezea kwa uzuri. Nukuu inasema maneno yafuatayo hapa. Anaanza kusema, hakuna Mkristo hata mmoja aliyepotea katika kuharibiwa kwa Yerusalemu. Kwa hiyo kumbe katika maangamizo ya Yerusalemu hakuna Mkristo hata mmoja ambaye alipotea ndani ya Yerusalemu kipindi inaangamizwa. Na tunapozungumzia Mkristo, Mkristo ni mtu ambaye anamfuata Kristo. Mkristo ni mtu ambaye ameamua maisha yake yote kuyatoa kwa Kristo. Tafsiri yake, ataishi na kutenda kulingana na neno la Kristo. Sasa anaendelea nasema, Yesu alikuwa amewapa wanafunzi wake onyo, na wote walioamini maneno yake walikuwa macho juu ya ishara iliyoahidiwa. Na hapa katika hii nukuu tunaambiwa dalili, neno lingine la dalili ni ishara. Dalili au ishara za kukimbia kutoka mijini. Na ametuletea ufananisho wa wana wa Mungu ambao ni wanafunzi wa Kristo walipotoka Yerusalemu na kwenda nje ya Yerusalemu. Sasa tunatakiwa tuone tunafanana vipi na kipindi chao. Sasa tunaambiwa hapa, maana ukiendelea mbele hii nukuu iko wazi. Nasema hivi: wakati hauko mbali sana ambapo kama wale wanafunzi wa kwanza tutalazimika kutafuta kimbilio katika mahali pa ukiwa na upweke, kama vile kuzingirwa kwa Yerusalemu. Kama vile kuzingirwa kwa Yerusalemu kwa majeshi wa Kirumi ilivyokuwa ishara ya kukimbia kwa Wakristo wa Uyahudi. Sasa hapo ndo mahali pa msingi. Tujiulize swali, hivi Yerusalemu ilipozingirwa na hiyo ilikuwa ishara kwa wanafunzi kukimbia, ni katika wakati gani? Maana kumbuka Yerusalemu inazingirwa. Sasa watakimbiaje? Lazima tujue ni katika kipindi gani hicho. Hapo ni mahali pa msingi sana. Maana tukingojea, kama wangengojea mpaka izingirwe sasa ndipo wakimbie, si unaweza kujiuliza kwamba watakimbiaje na tayari imeshazingirwa tayari. Kumbe kuna ishara Mwokozi alikuwa ameitoa. Ndio hapa anatuambia wanafunzi wa Kristo ambapo alipokuwa amepatia onyo, maandiko yanasema na wote walioamini maneno yake walikuwa macho juu ya ishara iliyoahidiwa. Ishara gani? Ishara hiyo Mwokozi alisema mtakapoona Yerusalemu imezungukwa mkimbie. Wewe ungeweza kujiuliza maswali. Yaani tukiona imezunguka ndio tukimbie? Hivi itawezekana kweli? Ila tazama uone. Yesu alijua mbele. Namshukuru Mungu kwa sababu ametoa unabii, na ndio maana maandiko nasema neno la Mungu ambalo analileta kama unabii ni taa ambayo inang'aa mahali penye giza, na hivyo tukitazama inakuwa vema mpaka Mwokozi atakapokuja mara ya pili. Anasema Yesu alisema, lakini hapo
mtakapoona mji wa Yerusalemu umezungukwa na majeshi, ndipo jueni ya kwamba uharibifu wake umekaribia. Tuone. Anasema, ndipo walio katika Uyahudi na wakimbilie milimani, na walio katikati yake wakimbilie nje, na walio katika mashamba wasiuingie. Walioko mashambani wasirudi mjini, na walioko mjini waondoke waende mbali na mji huu wa Yerusalemu. Hii unaipata katika Luka sura 21 na mstari wa 20 na wa 21. Swali ni hili, watakimbiaje na mji umezungukwa? Tunaendelea, tunaambiwa baada ya Warumi kuzunguka mji wakiongozwa na Sestius. Sasa hii tunataka kujua kwa wale ambao kupata nafasi kusoma katika historia hii ya kuangamizwa kwa Yerusalemu. Tunapaswa kujua Yerusalemu ilizingirwa mara mbili. Ilizingirwa mara ya kwanza katika mwaka wa 66 na Sestius, lakini pia ilizingirwa mara ya pili na ufalme huu wa Kirumi ukiongozwa na jemedari Tito. Sasa hapa tunataka kujua katika kuzingirwa kwake mara ya kwanza ulizingirwa na Sestius, aliuzingira. Hebu tusome tena. Baada ya Warumi kuzunguka mji wakiongozwa na Sestius, pasipo kutarajiwa, neno la msingi sana hilo, pasipo kutarajiwa, waliacha mkato, anasema waliacha kushambulia mji, wakati nafasi na uwezekano wote viliruhusu wao kushambulia upesi. Mambo ya ajabu sana haya. Yaani jeshi limeongozwa na Sestius, jemedari kabisa, ameongoza jeshi la Kirumi na wakiwa na silaha zao na vitu vyote ambavyo vingeweza kuwapiga Waisraeli na kuangamiza. Walizunguka Yerusalemu yote. Baada ya kuzunguka Yerusalemu yote, maandiko yanatuambia kwa namna ya ajabu, tena ya kushangaza, isiyo ya kutarajia, huyu Sestius aliamuru jeshi liondoke. Yaani uwezekano wote ulikuwa upo tayari mikononi mwake kuangamiza mji, lakini aliondoa jeshi. Maandiko nasema, jemedari wa majeshi ya Kirumi alirudisha majeshi yake nyuma pasipo na sababu yoyote. Mkono wa Mungu ulikuwa uko hapo. Malaika wa Mungu walikuwa wako hapo. Mungu alikuwa anataka kufunua macho kwa wanafunzi wa Kristo ambao walikuwa wakisoma maandiko matakatifu na kuona ishara ile ambayo Mwokozi alikuwa ameitoa. Sasa hapa tunaambiwa kumbe rehema ya Mungu ilikuwa inatolewa kwa watu wake. Mungu ni Mungu wa rehema siku zote, lakini rehema zake zina ukomo. Siku zote Mungu anatoa nafasi ya rehema ili kutuandaa. Anatoa nafasi ya rehema katika kutuonya, lakini rehema zake zina kikomo. Zinafika mahali ambapo rehema hazitaendelea milele. Tazama wakati wa Nuhu. Nuhu alihubiri ujumbe miaka 120. Kila siku, ndugu zangu, tutengeneze safina, tuache maovu, gharika itakuja. Amemaliza siku ya kwanza. Siku ya pili hubiri hilo. Hamna Wagalatia, hamna Habakuki, hamna, si ndio? Kitabu cha Mwanzo hakijaandikwa. Yaani hana Biblia hata mkononi kusema kwamba hebu angalia ushahidi wa Sodoma na Gomora, mumeona? Tazama hapa, mumeona? Ndio. Hakuna ushahidi wa mambo, ni kuongeaga tu. Jamani, itanyesha mvua siku moja. Watu, mvua ndo nini? Haijawahi kunyesha mvua hata siku moja. Nuhu ni muongo, amechanganyikiwa, ni chizi. Nuhu anahubiri ujumbe wa vitu ambavyo hajawahi kuviona. Ndio maana maandiko yanasema Nuhu alihubiri kwa imani, kwa sababu mvua haijawahi kunyesha, haijawahi kutokea gharika, wala hukumu za Mungu hazijawahi kufika. Kwa hiyo maandiko yanakuja kwa kipindi chetu sasa, yanatuambia katika nyakati zetu hizi tumepata ishara nyingi. Tumetazama kuhusu maangamizi ya gharika. Tumeona Sodoma na Gomora. Tumeona wakati wa Mungu, wakati huu wa Yerusalemu kuangamizwa. Tumeona mambo mbalimbali, lakini bado hatuamini. Mungu atufanyie nini? Huenda hata hili somo linaweza likaaminiwa na watu wachache sana. Na Mungu atusaidie tusiwe miongoni mwa wale watakaokuwa na shingo ngumu ya kutokuamini mambo haya, maana yameandikwa na yatatokea. Sasa hapa maandiko nasema kumbe rehema ya Mungu ilikuwa inatolewa kwa watu wake. Hatujui kama Mungu angefunua macho kwa wanafunzi wa Kristo na angefunua macho kwa wana wa Israeli, wangeshangaa kuona jeshi la Kirumi likisogezwa nyuma na majeshi ya mbinguni, kwamba ondokeni, ondokeni, ondokeni. Au moyo wake ulivunjika tu, ngoja niache.
huu ni mwaka 66, na tunatambua Yerusalemu iliangamizwa mwaka 70. Kutoka 66 kuikuta 70 ni miaka 4 sasa, au 3.5 kabisa. Tazama hapa, maandiko nasema ishara ya ahadi ilikuwa imetolewa kwa Wakristo waliosubiri. Kumbe kuna Wakristo waliokuwa wakisubiri hiyo ishara itakapotokea tu waondoke. Mungu atusaidie tuweze kuwa miongoni mwa wale ambao watatamani kujua ni ishara gani basi Mungu ameitoa, ili itakapotokea watu wa Mungu waweze kuihama mara moja miji mikubwa na kwenda katika mazingira ambapo watapata hifadhi yao, kujilinda dhidi ya hatari zinazokaribia kuipata miji. Maandiko yanasema hawa Wakristo walikuwa wamengojea ishara ambayo walikuwa wakisubiri, na kwa hiyo nafasi ilitolewa kwa wote waliokuwa tayari. Neno la msingi hilo, waliokuwa tayari kutii onyo la Mwokozi. Mungu anasema utii ni bora kuliko dhabihu yoyote ambayo mtu anaweza kaitoa. Mtu anaweza kajenga kanisa zima la mjini labda milioni ngapi, mtu mmoja anaweza katoa. Mungu akimtazama anasema anaweza kafanya hicho, lakini je, anaweza kanitii katika mambo yote? Mbingu zinahitaji utii mkamilifu, hata kama utakuingiza kwenye hasara namna gani. Kuna baba wa imani anaitwa Ibrahim, alikuwa mtii hata kumtoa mwanaye pekee, huyo tu mmoja, alikuwa tayari. Aliona hata asimshirikishe mke wake jambo hilo, aende moja kwa moja akatoe kile ambacho Mungu alikihitaji aweze kukitoa. Mungu anajali utii mkamilifu hata kama unatupatia hasara ya maisha yetu. Ndio maana unaposoma katika zama za giza, katika miaka 1260, unajifunza watu ambao walikuwa ni watii hata hawakupenda maisha yao, walikubali kuwa watii hata mauti. Mungu anahitaji tuweze kuwa watii namna hiyo. Tunaona hasara muda mwingine fedha, tunaona hasara za familia, hasara za wazazi, hasara za mahusiano. Tunakubali kuvunja utii kwa sababu ya mume, kuvunja utii kwa sababu ya mke, kuvunja utii kwa sababu ya mtoto, kuvunja utii kwa sababu ya wazazi, majirani, marafiki. Watanionaje? Wataniona nimechanganyikiwa, wataniona ni mpumbavu. Nuhu alikubali kuonekana mjinga na mpumbavu, yeye na mke wake na vijana wake 3 pamoja na wale wake wa vijana wake. Wako hao watu 8 wanahubiri ujumbe dunia nzima hii. Watu 8 wanahubiri ujumbe, wanajenga safina, kitu ambacho yani kama cha nadharia tu hivi. Hata ungejiuliza hivi kweli safina hii maji ikifika haitapenya maji kweli hapa? Tuna mbao haitazama kweli safina? Haitazama kweli? Na mbao za zamani zilikuwa ni nzito, sasa haitazama kweli? Lakini wanaamini tu kwamba Mungu amesema itakuwa hivyo. Mungu anakuambia toka mjini nenda mashambani, hakuna kuuza na kununua. Hivi kweli mimi nitaishi kweli? Nitaishije? Maswali mengi ambayo dunia inatuletea mashaka yanataka kutuondoa kwenye imani, na imani ya kweli inatazama mambo yasiyoonekana. Yaani unapofika mazingira unapoona haiwezekani, hiyo ndio imani ya kweli. Ile ukiona mipango yako yote karibia kila kitu kinawezekana, hapo kuna imani. Yaani hatuendi kwa sababu ya mipango imekamilika imenyooka ndio tunaenda mashambani, hiyo hutaweza kutoka. Ila ukienda kujua iki bado sijui itakuaje, iki nacho sielewi, hiyo ndio imani ya kweli. Nuhu anaingia kwenye safina, ule mlango ni mzito, hawezi kufunga. Maandiko yanasema mlango ulifungwa na malaika. Nuhu angeshangaa, Mungu anambia niingie huko ndani, huu mlango atafunga nani? Na mimi niko huko ndani, atafunga nani huu mlango? Ikinyesha mvua maji yakiingia ndani itakuaje? Nuhu anaingia ndani anatulia. Yaani huyu Nuhu ni mzee wa ajabu sana, ni mzee wa ajabu. Ndio maana Mungu anasema katika kizazi hiki cha mwisho anahitaji watu wenye sifa kuu 3. Amesema akiwepo mtu Nuhu, akiwepo Danieli na Ayubu. Watu hawa walienda kinyume na ulimwengu. Ulimwengu unaenda kulia, wao kushoto. Ulimwengu mbele, wao nyuma. Wanaenda siku zote kinyume na ulimwengu. Mungu wa mbinguni anahitaji imani ya namna hiyo. Maandiko nasema wanafunzi walikuwa kingoja ishara ile ambayo imetolewa, ili kusudi itakapotolewa waweze kutii onyo la Mwokozi. Maandiko nasema matukio yote yalikuwa yanaratibiwa kiasi kwamba Wakristo hawakuzuiliwa na Wayahudi wala Walumi kukimbia. Haleluya! Ili Mungu aliandaa njia ili kusudi hawa Wakristo wasizuiliwe na makundi yoyote. Maana yake walikuwa na maadui wa namna mbili. Maadui wa kwanza ambao hawa Wakristo walikutana nao ni maadui wanaitwa Wayahudi. Maadui wa pili ni Warumi. Sasa Wayahudi ni kina nani? Wayahudi ni watu ambao walikuwa ni watu wa neno, walikuwa ni watunza Sabato. Leo hii tunakutana na upinzani katika sehemu kuu mbili. Tunakutana na upinzani kwa Wayahudi wenzetu,
Tunakutana na upinzani kwa Warumi. Dunia inashangaa, yani maadui, dunia inazingira watu wa Mungu, lakini pia Wayahudi wale wa Sabato wanakuwa ni kikwazo. Ndio maana ujumbe huu unapigwa vita na viongozi wakubwa wa kanisa. Wanasimama kwenye mimbari zetu za kanisa na kusema kwamba haiwezekani, ni uongo, utendaji mashambani, ujilimie vibustani huko, unadanganywa. Na wanasema hivyo katika mimbari za kanisa. Mungu anatazama, anasikitika. Malaika wanatoa machozi, wanaumia. Hao watu ndio wangepaswa kuwa watu pekee ambao wangesimama na onyo la hivi ndivyo asemavyo Bwana. Sasa Mungu anaumia sana, na watu wengi kwa kuwa tumezoea kupewa maandiko matakatifu na viongozi, kwa kuwa ni wasomi wa theolojia, kwa kuwa ni wasomi wakubwa, tunataka kuwasikiliza hao. Poleni sana. Mungu atusaidie, atuandae tuweze kuwa imara. Wanafunzi hawa hawakuongozwa na viongozi, waliongozwa na kiongozi Kristo. Alivyosema Kristo ndio walitii onyo la Mwokozi. Kwa maandiko yanasema kwamba hawakuzuiliwa na Wayahudi wala Warumi wakati wa kukimbia. Ulikuwa ni upenyo kwao kukimbia. Na maandiko yanasema, ukiendelea kusoma mbele, wa kipindi sasa wale wanawafuata kipindi ile jeshi la Kirumi linaondoka na Caesarius, maandiko yanasema Wayahudi waliamua kuwafuata hao watu na kuwakimbiza na kuwapiga na kuwateka baadhi ya askari wao. Angalia mambo ya ajabu haya. Na wakasema Mungu ametushindia. Walisema hivyo, Mungu ametushindia, Mungu ametushindia. Rehema za Mungu hizo. Ndiyo hiyo. Mungu kumbe anasema hapana, sio hivyo. Ilikuwa ni rehema, nataka muondoke. Ila hawakutazama maandiko matakatifu. Ndio maana Kristo katika Luka sura 19 alipotazama siku nyingi sana, aliutazama mji wa Yerusalemu. Maandiko yanasema alipokaribia katika mji wa Yerusalemu, alipoutazama aliulilia machozi, akasema laiti ungejua kupasayo machoni pako, lakini sasa yamefichwa, huwezi kuona. Maana akasema utafika wakati ambapo adui zako watakuzungushia boma, wakuangushe wewe humo ndani. Alitazama akalia Mwokozi. Kipindi anakwenda Calvary pale kwenye mateso ya mwisho, wamama wanamfuata, wanamlilia. Yesu akiwatazama, anatazama watoto wao, kitakachokuta baada ya miaka kadhaa hapo mbele. Aliwaambia hivi, msinililie mimi, ni afadhali mpambane nyewe wenyewe, maana aliona magumu yanayokuja halafu yamefichwa mbele ya macho yao. Na leo hii Mwokozi akitazama kutoka patakatifu wa juu mbinguni, analia. Maandiko nasema akimtazama baba yake, maandiko nasema anainua mikono kwa baba yake, na mikono yake ikiwa imetobolewa, anamwambia Baba, damu yangu, Baba, damu yangu, damu yangu, damu yangu, akisema kwamba yanayokuja ni mazito. Baba, tafadhali tungojee kwanza, huenda kuna mmoja atatubu, huenda kuna mmoja atapata kusikia neno la Mungu. Lakini sisi tunacheza na dhambi kila siku. Mbingu zituhurumie sana, kwa kuwa muda unaendelea kusogea. Ni kama mtu amefungwa bomu na linapiga alarm, linakaribia kulipuka, lakini hana habari tena, ndio kwanza analichezea bomu. Wewe anaambiwa haelewi. Mbingu zinasikitika, maana dhambi ni bomu. Wote wenye dhambi, Mungu anasema bomu likilipuka la dhambi, mshahara wa dhambi ni mauti. Sasa tunaambiwa hapa, wakati wa uharibifu, Wayahudi walikuwa wamekusanyika Yerusalemu kwa ajili ya sikukuu ya vibanda. Tazama uone. Yaani kipindi, na shetani ni mjanja sana siku zote, kulikuwa na sikukuu ambazo zilikuwa zinawakusanya wana wa Israeli. Sasa wao waliendelea kubakia na nadharia za mifano. Wasijue Mwokozi msalabani kuna vitu wamevikomesha. Walikuwa hawajui. Kila mwaka wanaenda wanakusanyika kila mwaka. Sasa kipindi hiki ambapo shetani aliandaa njia kuwadaka wote hapo ndani na kuangamiza, ilikuwa ni wakati wa sikukuu ya vibanda. Na sikukuu ya vibanda ilikusanya watu wengi sana. Maandiko yanasema kwa hiyo Wakristo wote waliweza kutoroka kwa urahisi. Kwa nini? Kwa sababu katikati ya msongamano wa vitu. Tazama mambo haya. Wakati Wakristo wanaona hii ndiyo fursa ya kukimbia, yani maana yake ilikuwa ni kipindi Wakristo wengi, Wayahudi wengi wamekuja pale Yerusalemu. Kwa hiyo Wakristo wangeweza kutoroka taratibu bila kutambulika, kwa sababu watu ni wengi sana. Ona hiyo. Kipindi hicho watu wengine wanaona ni fursa kukimbia, wengine wanaona ni wakati wa kusherekea. Wameshapumbazwa na mambo ya hapo, hawaelewi chochote, ni kula, kufurahi, kuchinja na kuendelea na shughuli za kila siku za kawaida ya mambo. Na shetani alitamani kuwadaka watu hapo. Siku zote shetani anatamani sana kuwadaka watu katika mikusanyiko. Unaposikia tu kanisa ambalo haliongozwi na kanuni za Mungu linapokuwa na mikusanyiko mbalimbali, nitakwenda, One Voice mwaka gani, unaposikia mambo hayo,
kaa makini, kwa sababu ni katika kipindi cha namna hiyo, wakati shughuli zinapokuwa zipo katika lengo moja, yaani lengo la kutufanya pamoja hiki, ni wakati kama huo ndio shetani anauvizia, kwa sababu anajua watu wengi wanakuwa hawana habari, ila wanakuwa na habari tu ya tarehe fulani kuna 1, 2, 3. Hapa watu walikuwa tuna kwamba tarehe fulani ni sikukuu ya vibanda, twendeni Yerusalemu. Haya twende, haya kwa nia moja wakaenda. Lakini Wakristo hawaangalii vibanda. Wakristo wanaangalia ishara ambayo Mwokozi alikuwa ameitoa, na wakaona huu ndio penyo, wakakimbia. Maandiko nasema pasipo kuchelewa walikimbilia mahali pa usalama katika mji wa Pela, huko nje kabisa katika nchi ya Perea, ng'ambo ya Yordani. Walivuka hadi maji kwenda ng'ambo ya Yordani, huko wakapata mahali pa utulivu, na walikaa mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, walivumilia huko. Ukisoma hiki kisa unaona mambo ya ajabu mengi sana. Kuna vingine sitavisoma hapa, ila maandiko yanasema hata shetani pia aliongoza movement ya kichawi. Yaani kuna watu walikuja kwa namna ya uganga na kuanza kuongoza movement kupeleka watu nje ya mji. Ni kweli walienda, lakini tutajifunza mbele tutakapojifunza kuhusu kuishi mashambani. Yaani sio wote wanakwenda mashambani wataokolewa. Kwenda mashambani ni jambo jema, lakini ni sehemu sahihi ya kupata wokovu. Ila tutajifunza tuone kwa nini tuende mashambani na huko tukafanye nini. Wanafunzi wa Kristo walipoenda walivumilia miaka yote hiyo, kwa kuwa Mwokozi amekwisha kuwaonya. Kama wasingejua cha kufanya, wangeenda wangekaa mwaka wa kwanza, mwaka wa pili wangesikia mumekimbia bure, mbona majeshi yameondoka, yamekwisha ondoka yale. Wangesema tumedanganywa, kumbe Mungu ameshasamehe, turudi. Wangerudi tu, kingewakuta. Hapa anaendelea kusema maafa makubwa yaliuangukia Yerusalemu wakati uvamizi ulipofanywa kwa mara nyingine ukiongozwa na Tito. Hii ndio ajabu. Baada ya Festus kurudi nyuma na majeshi, maandiko yanasema ilipita miaka takriban 3.5 hapo kuelekea 4, ndipo jemedari mwingine Tito alipoongoza jeshi la Kirumi na kwenda kuzingira Yerusalemu. Hapo ndo balaa ikaja. Walicheka mara ya kwanza, walidhihaki mara ya kwanza, waliweka kejeli mara ya kwanza, na waliwadhihaki wale walioondoka, lakini sasa mji ukazingirwa kwa mara ya pili. Hii ndio natamani tuweze kujifunza sasa. Hebu tuone. Mji ulizingirwa wakati wa kipindi cha Pasaka. Hali hapa. Yaani mara ya kwanza mji umezingirwa wakati wa sherehe za vibanda. Yaani siku zote shetani anacheza kuwakamata watu wanapokuwa katika mikusanyiko. Sasa wewe angalia, watu wataambia tu, nitakwenda One Voice, njoni mjini, njoni wapi kuna mambo. Watu watajaa kwenye makanisa makubwa, watajaa, watu waondoka wengine mashambani wataenda huko. Hapo ndio shetani anaita lockdown. Mji umefungwa, unasikia tu kwamba pesa huwezi kutoa. Unatoa macho, una godoro ndani, una kitanda, una nini, huwezi kuviuza wakati huo. Unasikia vikwazo vya kiuchumi vimewekwa vingi. Nikimbie niende mashambani, nitapita wapi? Uelewi. Ndugu zangu, Mungu atusaidie tuweze kuwa macho, maana mambo haya yalitokea na Mungu anatuonya kutoka katika historia. Sasa tunaambiwa mji ulizingirwa wakati wa kipindi cha Pasaka. Hii ajabu sana. Kwa kipindi hiki watu wengi wamekusanyika katika mji. Hebu tuone. Anasema wakati ambapo mamilioni, sio maelfu, mamilioni ya Wayahudi walikuwa wamekusanyika ndani ya kuta zake. Ndio ulikuwa wakati ambapo sasa mji ulizingirwa. Yaani shetani akuruhusu jeshi lizingire kipindi chochote. Ni kipindi cha Pasaka. Akangoja Pasaka, wamejaa ndani, ndipo jeshi likafika, likazingira. Si wapo ndani wana vyakula, hamna shida. Na kumbuka kipindi cha nyuma kidogo, wana wenyewe Wayahudi walikuwa na migogoro na maadui zao. Kipindi wapo ndani kabla ya kuzingirwa walikuwa na migogoro mingi, kiasi kwamba baadhi ya vyakula walivyovitunza viliharibiwa na maadui zao. Kwa hiyo walizingirwa kipindi ambapo wana chakula kidogo tu katika mji huo. Tuendelee. Ndio hapa nasema sasa, maghala ya vyakula ambavyo kama vingehifadhiwa kwa uangalifu vingeweza kuwa chakula cha wakazi kwa miaka, sikia hapa, vilikuwa vimeharibiwa na adui waliokuwa wanalipiza kisasi. Kumbuka waliochokoza Warumi, wakalipa kisasi, wakaharibu baadhi ya vyakula vilivyokuwa hapo. Anasema, na kwa hiyo janga la njaa lilikuwa ni lao kwa kipindi hicho. Yaani wako ndani, wamezingirwa, chakula kimeharibiwa na wako ndani, wanakaa hapo ndani. Maandiko yanasema, kipimo cha ngano kiliuzwa kwa talanta.
Unaposoma talanta, talanta ilikuwa ni ujira wa mtu wa siku nzima. Yaani kufanya kazi kwa siku nzima ndio unapata talanta. Sasa leo hii katika sehemu nyingi vibarua wanalipaga shilingi ngapi kwa siku mahali pengi? 5,000, 6,000, si ndio? Dada kule shilingi ngapi kibarua kifanya kazi analipa shilingi ngapi? Kama kwa siku nzima akisema afanye kazi labda ku plaster pige kwa siku shilingi ngapi? 10,000. Haya, tuchukue basi 5,000. Yaani upimiwe ngano kilo moja kwa shilingi, yani sio kilo, mlo mmoja. Ukisoma sitasoma mafungu yote. Ile ukisoma fungu kwa fungu unagundua anaposema kipimo cha ngano kiliuzwa kwa talanta, yani kipimo cha kula mtu na kushiba tu. Yani kipimo tu kidogo. Kwa maana nyingine uende mahali upewe tu chakula kwa shilingi 5,000. Hasa niambie, unauziwa ngano kwa shilingi 5,000. Lakini ngano ikaisha. Ikaisha ngano. Watu wakaanza kuuziwa mavi ya njiwa, si ndio? Mavi ya njiwa, mtu anambia bana mavi. Sijui ilikuwa inaitwa chakula labda, sijui ilikuwa inaitwaje. Mavi shingapi? Analipa hela. Mavi ya njiwa yakaisha. Maandiko nasema njaa ilikuwa kali kiasi kwamba watu walikula ngozi za mikanda na ngao za vita. Zile ngao za vita walizokuwa nazo kwa kuwa wametengeneza na baadhi ya ngozi na nini, wakaanza kukata na pika na kula. Sasa sio unachemsha, sio unakunywa supu, hatujui. Mikanda imetengenezwa kwa ngozi za wanyama, inachemshwa, inaliwa angalia, hiyo ni kuangamizwa kwa Yerusalemu. Na maandiko nasema kwamba kuangamizwa kwa Yerusalemu ni kivuli kidogo tu cha maangamizo ya dunia hii. Sasa kama ilitokea wakati ule, vipi kabla ya kuja kwa Kristo mara ya pili mambo yatakuaje? Hapa nimeleta hili jambo kabla tuendelea mbele ili kusudi tuweze kuona ni katika kipindi cha kuzingirwa kwa mara ya kwanza. Hiyo ndio ilikuwa ni ishara kwa wana wa Mungu kukimbia, sio kuzingirwa kwa mara ya pili. Yaani kuzingirwa kwa mara ya pili, hapo hakuna nafasi tena ya kukimbia. Sasa sisi tujiulize, tunangoja dunia yetu hii tunayoishi tuiondoke pale ambapo Yerusalemu ya leo itakapozingirwa mara ya pili? Hilo ndilo swali. Maana kuzingirwa huku tumeambiwa ni ishara ya taifa kujitwalia mamlaka. Tutaona ni kipindi gani sasa ambapo Mungu aliruhusu watu wa Mungu tuweze kuona na mambo jinsi yalivyo na tuweze kukimbia mapema katika miji mikubwa. Hebu tuone baadhi ya nukuu chache hapa mbele. Tunaambiwa watu wengi walitoka usiku kwa kificho ili kukusanya baadhi ya mimea na vyakula vya mwitu iliyoota nje ya kuta za mji. Baba wa familia ana watoto 3, mama anamtazama, wenda mama mko yuko hapo. Sasa ni aibu, mama mko yuko hapo, baba mko yuko hapo, na mke yuko hapo, lazima uende urudi kwa sababu familia inakutazama. Basi wakawa wanaondoka kwa vificho, wanaenda wanachukua baadhi ya vyakula ili walete katika kuwapatia riziki hawa watoto wa familia hapo wa nyumbani. Maandiko yanasema wengi wao, sio wachache, wengi wao walitekwa na kuuawa kikatili sana. Watoto nakaa na mngoja baba arudi, siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ameenda baba. Baba kuwa mtiifu kwa neno la Mungu. Maandiko yanasema tusione ni hasara tunapoambia tuondoke kuliko kuhatarisha roho za thamani. Baba anangojea na familia arudi tena. Maandiko yanasema waliuawa kikatili sana, na mara nyingi wale waliofanikiwa kurudi walinyang'anywa na wenzao hata kile walichopata kwa hatari na shida kubwa. Yaani unarudi na chakula kidogo, umepata hapa kidogo, unapeka nyumbani, unanyang'anywa na wenzako wenye nguvu, wanakupiga, unaenda nyumbani mikono mitupu. Baba, chakula kiko wapi? Nimenyang'anywa na jirani hapo, nimepigwa. Yaani hamna upendo ukatoweka kabisa. Maandiko yanasema mateso mengi ya kikatili yalifanywa na wale wenye madaraka. Unaona hapa sasa, wale wenye madaraka wakawa wanafanya mateso na ukatili kwa wale walioko chini. Anasema kuwanyang'anya wale wasionacho hata kile kidogo walichobakiwa nacho. Wanafika nyumbani wanapola. Ukiangalia unaona huruma. Yesu alilia machozi, maana anatazama, anawaonya, hawaelewi. Ikabidi alie tu machozi, hamna namna. Aliona hayo yote, aliona baba wa familia anafuatwa na mtu mwenye nguvu, anapigwa, nyumbani wanatafuta kama chini ya meza wapi imeficha, chakula kinaondolewa, kinapelekwa mbali na familia inabaki na njaa. Watu wanakuwa hapo. Kumbuka jeshi limezunguka tu, haijaanza kuvamia bado. Yaani linakuja kuvamia kipindi ambapo hawana nguvu ya kivita. Mara ya kwanza jeshi lilirudi nyuma, wakalifuata. Unaona? Wakalifuata kabisa kulipiga. Unaona? Wakateka baadhi ya askari. Hata sasa hivi wanaanza kula di mikanda mikanda kufungia suruali inaliwa. Sasa sijui suruali inabakia inashikiliwa tu hivi, mkanda mtu amekula. Umekula leo mkanda, kesho utakula nini?
Ukatili kama huu haukuwa wa kawaida kufanywa na watu ambao wametosheka. Yaani wale waliotosheka walikuwa wakifanya mambo hayo. Maandiko yanasema tena wale ambao walikuwa watunzaji wa chakula katika ghala kwa ajili ya siku za usoni. Yaani hao ndio walikuwa wafanya huo ukatili. Lakini hao nao muda sio mrefu jeshi itakuja nao kuwatendea mabaya. Andiko nasema maelfu ya watu walikufa kwa njaa na maradhi. Kumbuka watu wako ndani. Yani shida, magonjwa, mlipuko akatokea hapo, na maandiko yanatuonya kabisa kuna njaa inakuja. Sio tu njaa ile ya neno kama tunavyojifunza katika Amos. Kuna njaa ya kimwili inakuja. Ndio maana Mungu anasema tuondoke mijini, twende mashambani, tujipate kipande cha ardhi, tujilimie vyakula vyetu. Kilima vimigomba vyako hapo, kamuogo kako hapo, unaweza ukachimba ukala. Lakini pia hali ya kijijini ni tofauti na mijini. Hata sasa hivi tunashuhudia tu kweli upendo wa watu uko mijini au vijijini. Ni vijijini. Yaani mjini huwezi kwenda kwa nyumba jirani. Hodi, karibu, kwema. Mimi naomba nipate labda kandizi kako, maana kuna wale wamepanda ndizi kwenye mafensi yao. Yaani atakushangaa huyo mtu, atakushangaa kweli. Huwezi kumwomba mtu wa mjini. Yaani atakushangaa. Mjini mtu anakunyima hadi kazi. Yaani mtu anakunyima kazi ya kufanya, kubeba tu tofali, mtu anakuambia hapana, hizo zote nitabeba mimi, zote nitabeba mimi. Mjini. Kwamba anataka yeye zote abebe apate hela yeye. Mjini. Yaani sio kwamba upate hela bure, ubebe, yaani ubebe tofali wewe, ubebe wewe zege wewe. Ile unakosa kazi. Lakini kijijini ni tofauti kabisa. Hata hii tunaanza kuiona katika nyakati zetu hizi. Maandiko yanasema maelfu ya watu walikufa kwa njaa na maradhi. Upendo wa asili ulipotea miongoni mwa watu. Hapo ni mambo ya msingi sana. Hasa naomba tujifunze jambo hili tunapoenda kutazama nukuu, tunapokaribia kumaliza. Maandiko yanasema hebu watu wajihadhari, wasipuuze fundisho lililotolewa na Kristo kwao. Yaani kwetu sisi tunaambiwa hapa kuna fundisho Yesu alikuwa anatoa. Anasema kama alivyowaonya wanafunzi wake kuhusu uharibifu wa Yerusalemu, akiwapa ishara au dalili ya uangamivu uliokuwa karibu, kusudi wapate kukimbia. Neno la msingi hilo. Vivyo hivyo ameuonya ulimwengu kuhusu siku ya uharibifu wa mwisho, na amewapa ishara ya kuja kwa siku hiyo, ili wote watakaopenda waikimbie ghadhabu ijayo. Mungu ni Mungu mwema sana. Ni Mungu wa upendo. Ametoa ishara akisema kesheni basi. Ni maneno yake hayo katika Marko sura 13 na mstari wa 35. Wale watakaozingatia maonyo yake hawataachwa gizani. Haleluya. Mungu amesema wale watakaozingatia onyo lake hawataachwa wapi jamani? Gizani. Hata siku ile iwakute bila kujua. Mungu amesema kumbe watu watakaokuwa wanatazama ishara na dalili hawatakuwa gizani. Ile siku watajua imekaribia namna gani. Maandiko yanasema karibu hata wapi? Mlangoni. Lakini kwa wale wasiokesha, siku ya Bwana yaja kama mwivi anavyokuja usiku. Katika Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 2 hata ule mstari wa 5. Hapo tunaambiwa jambo hilo. Kwa maandiko yako wazi yakituambia jambo hili kwamba Mwokozi ametoa ishara akilinganisha uangamivu wa Yerusalemu na maangamizo ya mwisho wa dunia hii. Ndipo tunaambiwa tena katika Pambano Kuu ukurasa 38.1. Naomba tusome hii nukuu, inasema hivi: wakati maisha yakiwa yanaendelea katika mzunguko wake wa mambo, wakati maisha yakiwa yanaendelea hivi tunaendelea. Leo tunanunua, tunauza, tunapanda, na sio vibaya kufanya biashara, sio vibaya, lakini unafanya namna gani? Unapanda namna gani? Ndio maana maandiko yanasema wawili watakuwa wakilima, mmoja twaliwa, mmoja achwa. Yaani kuna shughuli za maisha zitaendelea kama kawaida. Wakati maisha yakiwa yanaendelea katika mzunguko wake wa mambo, wakati watu wamemezwa kabisa katika raha, katika shughuli, katika biashara, katika kutafuta fedha, wakati viongozi wa dini wanapotukuza maendeleo na ujuzi wa kidunia na watu wakipumbazwa katika usalama bandia, sikia hapa, ndipo kama mwivi aibavyo usiku wa manane katika nyumba isiyo na ulinzi, uharibifu utakuja ghafla juu ya wasiojali na wasiomcha Mungu, wala hakika hawataokolewa. Yaani tunapoona viongozi wa kidini wanapotukuza maendeleo ya kidunia na kuleta ujuzi mbalimbali, huyu injinia mkubwa sana atajenga kanisa letu hili. Tazama hata Israeli ya zamani.
Yule akida alikuwa ni Mroma na alikuwa ni mtu wa Kirumi. Alipofika kwa Yesu akihitaji kupata uponyaji wa kijana wake, maandiko yanasema hivi, Waisraeli wale Wayahudi walipomwendea Yesu walimwambia hivi, huyu anastahili, maana hata hivyo amejenga hekalu. Ila yeye mwenyewe alipoulizwa akasema, mimi sistahili, wewe uingie kwangu. Yeye alisema mimi sistahili, Wayahudi wakasema anastahili. Yaani maana yake walikuwa wakitukuza dunia, walikuwa wakitukuza fahari ya yeye kujenga hekalu, walikuwa wakitukuza mambo hayo. Ndio maana leo unakuta ajenda nyingi za makanisa tumebezwa katika ajenda za ujenzi wa makanisa ya kisasa. Yaani hatutosheki kuona labda tuna kanisa dogo la kawaida, zuri tu la kawaida, ambalo labda milioni 10, 20, 30. Yaani hata nikiongea hapo watu wanaweza kacheka sana. Lakini tumezoea kuona majengo ya milioni 500, bilioni 1, milioni 700, milioni 800. Hayo ndio mambo ambayo tunapenda siku yaona. Maandiko yanasema kwamba wakati viongozi wa dini wanapotukuza maendeleo na ujuzi wa kidunia, hapo tunaambiwa uharibifu utakuja kwa ghafla sana bila kutarajia. Dunia hii tunapita kwa kasi sana. Na sasa hivi viongozi wanaleta usalama kwa watu, kuambia tulieni, msijali, hayo mambo yatapita, msiogope. Lakini kumbe kuna mambo ya hatari yanakuja, tena yatatukuta kwa ghafla kabisa pasipo kutarajiwa. Sasa natamani kipindi kijacho tuje tuone sasa katika harakati hizi za kuzingirwa kwa Yerusalemu kumeanza kutokea wakati gani. Maana ishara ya kwanza ya kuzingirwa kwa mji wa Yerusalemu ndio ilikuwa kwa ishara ya kukimbia kutoka hapo. Sio mara ya pili, mara ya kwanza. Swali ni hili, je, imetokea au haijatokea, na nini maana yake? Ikiwa utapenda kujua mambo haya, bila shaka utatenga muda wa kusikiliza na kutazama somo lijalo, tupate kujifunza kwa pamoja, tujue mapenzi ya Mungu ni nini katika nyakati zetu hizi. Ila tumeona wazi kwamba kile kilichotokea wakati wa uangamivu wa Yerusalemu, soma Pambano Kuu sura ya 1, itakuletea picha pana sana. Hicho kitu kitatokea tena mara ya pili kabla ya Kristo hajatokea tena. Mungu atusaidie ili tuweze kuwa tayari kujiandaa, maana dalili hizi tunaziona wazi kwamba dunia haitakuwa na muda mrefu. Kristo anakuja mara ya pili na inahitaji tujiandae kwa ajili ya marejeo yake ya mara ya pili. Hakuna atakayekwenda mbinguni pasipo kufanya maandalizi ya mwili, akili na roho. Basi nialike popote ulipo tuweze kupata ombi ili Mungu atusaidie tuwejifunza iendelee kubaki kwenye akili zetu na kutuandaa kwa ajili ya kuja kwake mara ya pili. Karibu sana tuombe kwa ajili ya kufunga somo letu la siku ya leo. Tuweza tukaomba. Baba yetu mtakatifu, Baba yetu wa mbinguni, Baba, tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu unayetoa ishara mapema kabla ya hukumu kufika. Lakini pia tunakushukuru kwa maana unatusaidia, unasema unachukuliana na watoto wako hata kizazi cha 4. Baba, asante kwa maana rehema zako zingali ziko nasi. Tunakushukuru kwa maana sauti hizi tunazozisikia zinapogusa mioyo yetu, ni dhahiri kwamba zinatusaidia kuweza kufanya toba ya kweli ya dhati, na toba ya kweli ni kugeuka na kutoka upande muovu. Baba, tusaidie kwa kweli. Tuamshe kama kanisa, tujaze Roho Mtakatifu, tuumbe upya. Utuondolee roho ya kujitumainia nafsi, utuondolee roho ya kujiamini, na tuwe wapole na unyenyekevu kusikiza sauti ya Roho Mtakatifu katika nyakati hizi. Tunakushukuru kwa sababu unatupenda sana na unatuonya siku kwa siku, na unajua wazi kwamba sisi hatuwezi kujiokoa wenyewe. Hatuna uwezo wa kushinda dhambi sisi wenyewe, bali ni kutii tu maagizo yako. Tokeni mjini, tunapaswa kutoka. Acha hiki, tunapaswa kuacha. Kula hivi, yani Baba, hivi tu ndio unataka tuweze kuvifanya, na wewe utashughulika na yale ambayo sisi wenyewe hatuyawezi. Tusaidie mdogo hata mkubwa tulioko hapa, lakini pia wale watakapopata nafasi ya kutazama na kusikiliza. Kwa pamoja tunyenyekeze kwa nguvu na Roho Mtakatifu. Tusaidie kwa kweli, maana muda umekwisha na Kristo yu mlangoni, anakaribia kurudi. Anatamani kukuta kundi la wale ambao wamejiandaa. Tusaidie, tusiaibishe malaika watakatifu, na tusitie sana mbingu kwa kupotea hapa duniani, bali tuweze kuondoka, maana duniani hapa sisi ni wapitaji tu. Hatujafika hapa kuweka makazi ya kudumu, bali ni vibanda tu vya muda mfupi na kutwaliwa kwenda mbinguni kuishi milele na wewe Baba wa mbinguni. Asante kwa sababu utatenda kazi kubwa ndani ya mioyo yetu ikiwa tutakuruhusu. Tusaidie tukuruhusu utufanyie kazi kubwa ambayo sisi wenyewe tuwezi kuifanya. Asante kwa yote, tunajiacha mikononi mwako kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Amina.